Hujambo na karibu sana katika kipindi cha Mizani ya Wiki kinachoangazia matukio muhimu yaliyojiri ndani ya nchi kwa wiki hii inayomalizikia leo. Pamekuwa na mambo mengi sana ikiwemo mjadala wa bajeti unaoendelea huko Dodoma. Mawaziri wameendelea kuwasilisha makadirio na matumizi za bajeti katika wizara zao wakiomba bunge kuidhinisha ili kupanga mipango yao kwa mwaka huu wa fedha wa mwaka 2026-27. Lakini tukiachana na hilo basi, swala la maadili kwa viongozi wa umma nalo linaendelea kuibua mjadala muhimu katika kujenga utawala bora. Licha ya jitihada mbalimbali zinazofanywa na Sekretarieti ya maadili kwa viongozi wa umma, bado kumekuwa na mwenendo unaojirudia ambapo ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali huibua hoja kuhusu matumizi yasiyo sahihi ya rasilimali za umma. Hali hii inaibua tafakari ya kina kuhusu namna mifumo ya uwajibikaji inavyoweza kuimarishwa zaidi ili kufikia matokeo yaliyokusudiwa. Katika muktadha huu sasa, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo kadha wa kadha, ikiwa ni pamoja na agizo la kutaka taasisi na mashirika yatakayobainika kufanya vibaya kutajwa wazi katika ripoti zijazo. Hatua hii inalenga kuongeza uwazi, kuimarisha uwajibikaji na kuchochea maboresho ya kiutendaji ndani ya taasisi hizo. Tumsikilize Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alafu tutaendelea. Vile nikuelekeze mkurugenzi mkuu PPRA ili tuweze kusimamia vizuri kwenye taasisi zetu. Kuna kitu kinaitwa name and shame. Kwa hiyo ripoti yako ya mwakani ukitutajia nani wanafanya vibaya zaidi na nani wanafanya vizuri zaidi, itakuwa vizuri, itawatia ari wale wanaofanya vibaya zaidi ili wajitahidi kufanya vizuri zaidi. Baada ya kusema tu mashirika haya imefanywa, sema nani wamefanya vizuri, tutajie ili waone aibu, wajitahidi wafanye vizuri. Mimi ni Jamal Hashim, kumbuka ninayekuletea mjadala huu, lakini hata hivyo mjadala mpana unaendelea kuhusu ni kwa kiwango gani hatua kama hizi zinaweza kuleta mabadiliko ya kudumu. Sasa katika kipindi hiki tutajiunga na wageni wangu ambao nimewalika kwa dakika hizi 25 katika mjadala huu ambao nimeutanguliza kusema. Tunaye Waziri Kipacha kutoka Dodoma, tunajiunga naye kwa njia ya teknolojia. Yeye ni katibu idara ya ukuzaji wa maadili kwa viongozi wa umma. Karibu sana Bwana Waziri Kipacha. Habari za Dodoma? Dodoma kwema, sijui huko Dar es Salaam. Tuko barabara na tutaendelea nawe katika mjadala huu. Nashukuru sana umejiunga nasi. Tutakuwa naye katika mjadala huu. Hali kadhalika naye Edson Klatu pale, mwanasheria na mchambuzi wa masuala ya uongozi. Karibu sana. Asante, nashukuru. Habari za wakati huu? Nashukuru sana kwa ajili ya kushiriki mjadala. Sasa watu wageni wangu dakika hizi 25 tutakuwa nao, lakini hebu kwa pamoja hapa kabla tujaendelea zaidi, tafsiri ya rais kuhusiana na name of shame, kwamba jamaa hao watajwe sasa. Rais anatamka wazi kwamba naye amechoka. Tuanze kwako Edson. Umepokeaje tafsiri, yani kauli? Ni name and shame ni moja ya hatua muhimu ya kupambana na jambo baya. Inaweza kuwa ni ubadhirifu, jambo la maadili, kwa sababu watu wanapokuwa wametajwa manake anaanza kuona aibu kwamba tayari nikirudia tena kosa nitadharirika. Asante. Kwa hiyo manake inasababisha mtu kidogo abadilike tabia. Kwako Waziri, na wewe labda tukusikie kuhusiana na alichosema rais kwanza. Nakubaliana na Bwana Edson alichokisema kwamba ni njia ambayo inatumika kuwatia hofu wale wanaofanya makosa ili wawe waangalifu wanapotekeleza majukumu yao, basi watekeleze majukumu yao kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Lakini kwa wengine ambao hawajafanya makosa, basi wawe na hofu kwamba wakifanya makosa yale basi wanaweza kutajwa hadharani na jamii nzima ikajua kwamba wao wamefanya makosa. Kwa hiyo wanakuwa na hofu ile wasije wakafanya makosa ili wasije wakatajwa wakadhalilika kwenye jamii nzima. Asante sana Waziri Kipacha, tutarejea kwako. Bado tupo hizi dakika 25. Huu ni mjadala wa Mizani ya Wiki ambao ninakuletea mie Jamal Hashim. Na sasa hivi tunaendelea na hivi sasa na kuja kwa Edson. Tumemsikiliza Waziri Kipacha kutoka Sekretarieti ya maadili. Lakini hoja yetu ya msingi hapa kuhusiana na
huu ubadhirifu, na mjadala umekuwa bungeni vile vile kwa wiki hii, wakati waziri wa utumishi ofisi ya Rais utumishi akiwasilisha bajeti yake, pameibuka hizo hoja kuhusiana na viongozi na maadili. Ndio. Na hoja hii inakuja kwa kumbukumbu ya ripoti ambayo imewasilishwa hivi karibuni ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali kuhusu matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Tunakwama wapi? Ninachoweza kusema ni kwamba swala la maadili ni swala mtambuka. Ni mtambuka kwa maana kwamba huwezi kusema kuna taasisi tu moja ambayo itakuwa ishughulikie swala la maadili. Maadili unajua yanaanzia kuanzia kwenye ngazi ya taasisi ya msingi ambayo ni kuanzia kwenye familia. Sawa. Kwa kama kuna mtoto kwa mfano kwenye ngazi ya familia, mkipika chakula yeye unaona hatosheka na tamani karibu chote ale peke yake. Unajua ufisadi unaanzia pale kwenye ngazi ya familia. Sawa sawa. Kwa hiyo tabia ikienda, ataenda shuleni, atakuwa anataka apate kila kitu tofauti na wenzake. Baadaye akija pata nafasi kubwa kama kiongozi, hiyo tabia inaenda. Kwa hiyo unakuta kwenye familia hapa ambayo ndio taasisi kubwa ya kwanza ambayo inaanza kumjenga mtu, mambo yanaanza kuharibikia hapa. Sasa ukitoka hapo sasa kwenye ngazi ya jamii huku mtu amepata nafasi, kuna taasisi sasa mbalimbali ambazo zinashughulikia hili jambo. Sasa moja wapo ndio hiyo secretariat ya maadili ya viongozi wa umma, lakini zipo taasisi zingine kwa sababu hizi tunasema ni taasisi za udhibiti au institutions of accountability. Kwa mbali ya hiyo, kwa mfano kuna tume ya haki za binadamu na utawala bora ambao pia inaingia inagusa hapo. Kuna taasisi kama TAKUKURU ambayo inadhibiti rushwa kwa sababu rushwa maana yake inatokana na mporomoko wa maadili. Pia kuna taasisi kama polisi ambayo na yenyewe tayari, kwa sababu uhalifu ili utokee, uhalifu ni zao la maadili vile vile. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba hili ni jambo ambalo hatuwezi kusema kuna mmoja tu ambaye tunamnyoshea kidole ambaye atawajibika. Ni kwamba lazima kila mmoja ajioshe kidole, aangalie kuanzia yeye kwenye familia tumetengeneza watu wa aina gani, kwa sababu hawa ndio ambao wanaenda kuwa viongozi baadaye watashika nafasi. Asante sana Edson. Twende kule kwa Waziri Kipacha, katibu itikadi kule, masuala ya katibu idara ya ukuzaji wa maadili kwa viongozi wa umma. Amesema kuna taasisi mbalimbali Edson, lakini kama taasisi yenu ambayo mnadili na viongozi, jukumu lenu ni lipi katika masuala haya ubadhirifu sasa wa rasilimali za umma? Hapa nafasi yenu ni ipi? Sekretariati ya maadili ni idara ya serikali inayojitegemea ambayo iko chini ya ofisi ya Rais. Na imepewa wajibu wa kuchunguza tabia na mwenendo wa kiongozi yeyote wa umma ili kuhakikisha kwamba masharti ya sheria ya maadili ya viongozi wa umma yanazingatiwa ipasavyo. Sasa iko sheria ya maadili ya viongozi wa umma sura ya 398 ambayo imeainisha misingi ya maadili ambayo viongozi wa umma wanatakiwa kuizingatia. Na pale misingi hiyo inapokiukwa, basi ndio hapo wajibu wa sekretari tunaingia wa kuchunguza taarifa au tuhuma hizo za kukiukwa kwa misingi ile ya maadili ya viongozi wa umma. Na misingi hiyo imeainishwa katika kifungu cha 6 cha sheria ya maadili ya viongozi wa umma. Viko vipengele vya sheria kama 11 hivi ambavyo viongozi wa umma wanatakiwa kuvizingatia wanapokuwa kipindi chote ambacho wanakuwa kwenye nafasi hizo za uongozi. Sasa paka hivi sasa unapoangazia ripoti, kwa mfano ripoti za mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali, ni hatua gani nyinyi mnazichukua? Sasa kwenye taarifa ile ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali kuna mambo ambayo yanahusu taratibu zile za kiutendaji za taasisi na kuna mambo ambayo yanahusisha labda udanganyifu kwenye hoja hizo ambazo zimejitokeza. Sasa yale yanayohusu utendaji yanashughulikiwa kwa taratibu za kiutawala. Aidha na taasisi yenyewe au taasisi ya juu ambayo inasimamia ile taasisi ambayo hoja imejitokeza. Sasa kama ni swala ambalo linahusisha udanganyifu, hapo sasa ndio masuala ya kimaadili hapo yanaingia, na inaweza ikawa hilo swala linahusisha labda masuala ya rushwa. Imetajwa hapo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa itahusika hapo. Lakini kuna masuala mengine ambayo yanahusisha labda matumizi mabaya ya rasilimali za umma kama ambavyo umetaja hapo, sekretariati ya maadili inaweza ikaingia hapo. Kwa hiyo kwenye ile
ripoti ya CAG kama ikionekana kuna masuala ambayo yanahusiana na ukiukaji wa maadili ya viongozi wa umma, Sekretarieti ya maadili inaweza kuanzisha yenyewe uchunguzi kuhusu ukiukaji wa maadili kutokana na hoja ambazo zimejitokeza kwenye ripoti hiyo ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa serikali. Na Sekretarieti ya maadili inafanya uchunguzi wa awali. Na iwapo itaonekana kwamba kuna hoja ambazo kiongozi ambaye amehusika kwenye hoja hiyo ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa serikali kwa kukiuka taratibu zile sheria, kanuni na taratibu, basi Sekretarieti ya maadili ikithibitisha kwamba ni kweli kulikuwa kuna kiukwaji, swala hilo linapelekwa kwenye baraza la maadili. Na nafikiri mmeona kuna viongozi ambao wamefikishwa, lakini wale wengi sio kutokana na hoja hizi za CAG, wanakuwa wamekiuka maadili kwenye maeneo mengine. Lakini uchunguzi ukithibitisha kwamba kiongozi kweli kuna hoja ambazo anahitajika kuzitolea maelezo bayana kuhusu tuhuma zile ambazo zimetolewa, basi anapelekwa kwenye baraza la maadili. Na baraza la maadili sasa linafanya uchunguzi wa kina kuhusu hiyo tuhuma ambayo imejitokeza, na wakithibitisha kwamba ni kweli kulikuwa kuna kiukwaji wa maadili kwenye hoja hizo za CAG au tuhuma ambayo imejitokeza, basi watatoa mapendekezo ya hatua za kuchukuliwa dhidi ya kiongozi husika. Na taarifa wanaoiandaa ya kile ambacho wamekibaini kwenye uchunguzi ambao wameufanya, nakala moja inapelekwa kwa Mheshimiwa Rais, nakala nyingine inapelekwa kwa mamlaka ya nidhamu ya kiongozi husika, na kiongozi mwenyewe anapewa nakala ya matokeo ya uchunguzi ule ambao umefanyika, lakini nakala nyingine inapelekwa kwa Mheshimiwa Spika. Asante sana. Kwa hiyo huo ndio utaratibu. Naam. Nashukuru waziri, nitarejea kwako. Edson, umemsikiliza waziri akifafanua namna ambavyo wanavyowajibisha. Kuna hatua na kuna mambo yanaonekana mengine yanafanya katika hali ambayo sisi kisiri hatufahamu. Kwanza hizi hatua ambazo wamezisema, unaziona zinaleta matokeo ambayo yalikusudiwa? Kwanza mimi nipongeze ndugu yangu waziri. Taasisi yao ya maadili ya umma ni taasisi ya muhimu sana, lakini nafikiri ina mambo mengi ambayo itakuwa pengine yaangaliwe na kupitiwa vipya. Sasa pengine hata kauli ya Mheshimiwa Rais ya name and shame, nafikiri pia inatakiwa iwahusu sana watu wa Secretariat, kwa sababu ukiangalia kuna malalamiko yale kufikishwa mengi tu, lakini ukiuliza mwananchi yoyote kwamba mwisho wa siku wananchi wanajua nini ambacho kilifanyika. Sio, yani umma haujui kwamba Secretariat iliwahi kuchukua labda mtu ametiwa hatiani, kuna nini kimeendelea, watu hawajui. Sawa. Pengine kuna watu wanakuta wana mali nyingi kuliko zile ambazo walitakuwa wenazo kulingana na kipato chao. Itakuwa wanafanya pengine naming and shaming. Kama sheria pengine ina ukinzani fulani haijafika hiyo level, labda tuiangalie vipya ili wao na uwezo wa kuname and shame na wao. Itatusaidia zaidi. Kwa hiyo hilo ni moja, lakini eneo la pili ni kwamba mimi nafikiri amezungumzia kwamba ni taasisi huru, lakini uhuru ni jambo ambalo la kiufundi kidogo na ni pana. Uhuru haiwezi kuwa ni maneno. Uhuru ni swala la muundo, ni swala la budget, ni swala la usalama, kwa maana security ya tenure, nafasi za hao watumishi kwenye Secretariat imekaa vipi. Kwa sababu kama mwisho wa siku taarifa zao labda wanawasilisha mwisho kwa Mheshimiwa Rais, wanaishia pale. Je, ikitokea pengine naye tuhumiwa, watu wanaona kabisa ni mtu ambaye kwa ngazi yake anafanya kazi kwa ukaribu na rais, mwananchi wa kawaida ataona kama hawa ripoti nitakuwa iende kwa rais, kweli inaweza kufanywa kazi. Kwa hiyo inazua maswali ambayo ni mengi. Kwa nafikiri pengine badala kusema wao wanapeleka kwa rais moja kwa moja, nafikiri sheria ingeangaliwa vipya ili wakifanya uchunguzi wao na uwezo wa kuchukua hatua wao. Kama nitakuwa swala labda lifikishwe kama ni la kimahakama, wawasiliane na taasisi ambayo itashughulikia hilo. Kama ni swala la kufikisha labda taarifa kwenye bunge ili taarifa iwe kwa umma iweze kujulikana kama taarifa ya CAG, pengine wangetakuwa wafanya hivyo. Lakini kingine nafikiri nimeona sasa hivi serikali imekuwa na utaratibu mzuri kwamba kila CAG anavyotoa taarifa yake, TAKUKURU pia wanatoa nafasi ya kutoa taarifa. PPRA nimeona wenyewe wanatoa. Kwa nafikiri watu wa Secretariat pia wao wanapata nafasi ya kutoa taarifa
ili umma ujue sasa Secretariat kwa mwaka huu ni mambo gani ambayo imeyafanya, kwa sababu inawezekana inafanya kazi nzuri ambapo kazi nzuri haijulikani imejificha. Unajua anayofanya mkaguzi mkuu lazima ionekane, kwa sababu kama una taa afu ipo chini ya meza haionekani, matumizi ya hiyo taa inaonekana haina maana. Kwa ni kitu cha muhimu, lakini kingine ambacho nakiona labda ni changamoto kwao, sijajua ni changamoto ya budget au nini, sioni wakijitokeza kutoa elimu mara nyingi. Tumeona kwa mfano watu kama TAKUKURU mpaka wana clubs kwenye shule na nini. Kwa at least leo ukitaja TAKUKURU angalau kila sehemu watu wanaijua. Kwa nafikiri Secretariat ni ya muhimu sana, na yenyewe iwe angalau na uwezo wa angalau ile iweze kama ulivyosema maadili yaanzie chini. Yaanzie chini, wao wanapata vipindi wanafundisha na kusikiliza Waziri Kipacha anasema nini kuhusiana na hoja ambayo umeisema wewe, na amekusikia waziri mpaka unatabasamu. Hebu sema ambacho hebu chagua cha kusema, ama hizi hoja alizosema Edson hapa. Hoja zake ni nzuri, lakini nyingi ndizo zinafanyika. Labda sasa ni uwezo wa kuweza kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja ndio inakuwa changamoto. Amezungumzia swala la maadili kuanzia chini. Tuna klabu za maadili sisi kwenye shule za msingi, sekondari na vyuo ambazo huwa tunazianzisha na tunazisimamia ili ziweze kutekeleza majukumu yao inavyopasa. Kwa hiyo lakini vile vile amezungumzia swala la ripoti yenu iwe wazi. Kama vile ripoti nyingine kwamba kwa mwaka huu tumefanya hivi, iwe wazi kabisa. Sawa, hilo nimelipokea, tutaliwasilisha kwa kamishna wa maadili ili aone namna gani tunaweza kushauri ripoti ikawa inakuwa wazi. Lakini kama nilivyoeleza, kwa mfano zile ripoti za uchunguzi ambao unafanywa kwenye baraza, amezungumzia kuhusu kupelekwa bungeni. Nimeeleza kwamba nakala moja ya ripoti inapelekwa kwa Mheshimiwa Spika, na kwa utaratibu wa sheria inatakiwa iwasilishwe bungeni pale ili iweze wananchi wengine waweze kuiaccess hiyo ripoti ili wajue ni kitu gani ambacho kimejiri kwenye uchunguzi ambao umefanywa na baraza la maadili. Kwa hiyo ripoti huwa inapelekwa kwa Mheshimiwa Spika. Na huwa ina ratiba na tarehe maalum, kwa sababu mkaguzi na mdhibiti yeye ana tarehe yake na maalumu na inatajwa na watu wote wanafuatilia. Hii ripoti yenu inakuwa na tarehe maalum ama inakuwa pale tu mtakapo? Inatakiwa kila baada ya mwaka wa fedha, ile utekelezaji ukimalizika, Sekretariati ya maadili inatakiwa kuandaa ripoti ya utekelezaji wa majukumu yake na kuiwasilisha kwa Mheshimiwa Rais, na Mheshimiwa Rais anaelekeza kwamba hiyo ripoti iwasilishwe bungeni. Asante sana. Kuna swala la kwanza Edson umemwelewa sasa bwana waziri? Nimemuelewa, amejibu vizuri. Ingawaje bado naamini nafikiri kuna haja ya kuliangazia kwa upana zaidi. Kwa mfano nimezungumzia hili jambo la kwamba hii taasisi inavyokuwa labda inafanya kazi ipo chini ya rais. Mimi ningefikiri labda pengine uhuru wake ungeongezeka zaidi. Sisemi kwamba lazima rais labda anaiingilia, no. Ila nasema kwa mtu wa kawaida ambaye anajua hii taasisi ipo chini ya rais, kama kigundua pengine naye mtuhumu pengine kwa nafasi yake aliyokuwa nayo ipo karibu zaidi na rais, mtu anaweza akawa scared, akaogopa pengine kupeleka taarifa na jambo kuangalia hilo pia. Waziri, unasemaje kuhusiana na hili? Au ili tukuachie tutafakari bana? Hatujawahi kupata sisi hatujawahi kupata changamoto ya kuwa chini ya ofisi ya rais, kwa sababu ndio inatoa nguvu zaidi kwa Sekretariati ya maadili iweze kutekeleza majukumu yake vile ambavyo inapasa, kwa sababu si unajua ofisi ya rais ndio ofisi ya juu zaidi. Kwa hiyo wale viongozi wengine ambao wanawajibika kwa sheria ya maadili ya viongozi wa umma, wakijua hivyo kwamba ripoti inakwenda kwa Mheshimiwa Rais, lazima watakuwa na hofu ya kuhusu namna wanavyotekeleza majukumu yao, kwamba wakikosea uchunguzi ukifanyika, maanake Mheshimiwa Rais atapewa taarifa, na mara nyingi Mheshimiwa Rais akipelekewa hizo taarifa akijiridhisha kwamba ni kweli yule mteule wake amekiuka maadili ya viongozi wa umma, Mheshimiwa Rais huwa anachukua hatua mara moja. Asante sana. Kuna swala ambalo linaibuka mara kwa mara. Labda kuna changamoto ambazo mnazokutana nazo katika utekelezaji wa majukumu yenu, hasa hayo majukumu ya kufuatilia masuala ya maadili kwa viongozi wa umma.
Changamoto ya kwanza ambayo tunakutana nayo ni ya upatikanaji wa taarifa. Na inasababishwa na mambo mawili. Ni jambo la kwanza ni ufahamu labda wa wananchi kuhusu uwepo wa taasisi, lakini na misingi ya maadili ambayo viongozi wa umma wanatakiwa kuizingatia, ili pale wanapoona kwamba imekiukwa basi wawe wanatoa taarifa. Sasa hiyo ni changamoto ya kwanza. Lakini changamoto ya pili ni kwamba kuna baadhi ya wananchi wanajua kabisa uwepo wa Sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma, wanajua kabisa misingi ya maadili viongozi wa umma wanaotakiwa kuizingatia, lakini wanakuwa na hofu ya kutoa taarifa kwa kuogopa kulipiziwa kisasi. Kwa hiyo ni changamoto nyingine kwenye upatikanaji wa taarifa. Lakini tumeendelea kutoa elimu na kuwahimiza wananchi kwamba watoe taarifa, kwamba taarifa zao wanatoa zitalindwa ili wasiweze kujulikana yule ambaye ametoa hiyo taarifa, ili wasije wakalipiziwa kisasi kama hiyo hofu ambayo wanakuwa nayo ya kulipiziwa kisasi. Kwa hiyo sisi tukipokea taarifa tunazishughulikia zile taarifa kwa usiri mkubwa, ili yule aliyetoa taarifa asiweze kujulikana. Lakini pia kuna sheria ya kuwalinda watoa taarifa hao, kwamba kama ikitokea ametoa taarifa bahati mbaya, yule muhusika akajua kwamba aliyetoa taarifa ni nani, kwa hiyo kuna taratibu za kufuata ili kuweza kumlinda yule ambaye ametoa hiyo taarifa na amejulikana na yule ambaye anahusika na taarifa hiyo ambayo imetolewa. Asante sana Waziri Kipacha. Edson, umemsikiliza Bwana Waziri Kipacha akieleza hizo changamoto? Nimemsikiliza vizuri. Ulikutana nao haya? Nimemsikiliza vizuri, lakini nafikiri amezungumzia, labda ulikuwa unatoa ushauri gani katika hizi changamoto ambazo amezungumza? Changamoto ya ile changamoto wanakutana hasa kwenye kupata hizi taarifa kwa watu. Mimi nafikiri labda kwa kuongezea, inawezekana hata mtandao wa ofisi ya Secretariat, sioni kama wana mtandao ambao ni mkubwa ukilinganisha na taasisi kama TAKUKURU ambao kila wilaya ukienda ofisi yao pale inaonekana. Secretariat, hata mimi ambaye ni wakili ambaye ndio wanatakiwa nijue hizi taasisi nyingi, najua ofisi yao labda Dar es Salaam hapa, huku mikoani kote nimetembea, labda na Dodoma makao makuu najua wanayo kule, ingaje sijafika ofisi hapa, lakini ya Dar es Salaam najua iko wapi. Sahihi kabisa. Lakini mikoani na wilayani huko ndio changamoto, ofisi haipo. Sasa kuwasilisha taarifa. Kwa hiyo hebu niambie, mtu ambaye yupo na Ngurukuru anahitaji kutoa taarifa, aje asafiri aende Dodoma au Dar es Salaam kuleta changamoto ambayo ingesaidia nchi, alafu yeye na hiyo taarifa kwa kipato cha mwananchi wa kawaida na nini, ni kitu ambacho ni kigumu. Twende haraka haraka kwa sababu nafikiri kuna haja ya kuliangalia pengine hilo. Bwana Waziri, hili unalionaje? Mnazo ofisi ama ndo hizo Dodoma na Dar es Salaam ili mtu alete taarifa? Tunazo ofisi, tuna ofisi ya makao makuu ya Dodoma, lakini tuna ofisi 8 za kanda. Kuna kanda ya kati, ofisi yake iko Dodoma hapa. Dar es Salaam huko ambayo ndio Bwana Edson anaifahamu ni kanda maalum. Alafu kanda ya mashariki tuna ofisi Morogoro. Okay, sasa kanda ya kusini kuna ofisi Mtwara. Mipango baadaye si ndio kuongeza zaidi ili kutoa kwenye kanda kupeleka kwenye mikoa. Ndio serikali Mheshimiwa Rais amepitisha muundo mpya wa taasisi ambao unaelekeza kuanzishwa kwa ofisi za mikoa. Kwa hiyo kwenye miaka ya karibuni hivi tutakwenda mpaka kwenye ngazi ya mkoa. Hata hatujafika bado kwenye ngazi ya wilaya. Asante sana. Labda kama una ujumbe mwingine, naona muda umetutupa mkono. Una ujumbe maalum kwa viongozi na hali hii ambayo tumeiona masuala ya ubadhirifu yamejitokeza, ujumbe maalum ambao unao ili kutumalize, kwa sababu naona muda umetupa mkono? Ni waombe tu viongozi kwamba wanapotekeleza majukumu yao basi wazingatie ile misingi ya maadili ambayo imeainishwa kwenye sheria ya maadili ya viongozi wa umma, kwa sababu wakifanya kinyume wanasababisha wananchi wakose imani na uadilifu wa viongozi wa umma wenyewe au na taratibu zile za kufanya maamuzi. Kwa hiyo viongozi wana wajibu mkubwa wa kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu na kuwa mfano kwa wananchi wengine ambao wanawaongoza. Asante sana Bwana Waziri Kipacha kwa kushirikiana nami na kutakia siku njema na utendaji mzuri wa kazi zako.
Edson, naona muda umetupa mkono, na neno moja tu. Ya, mimi kwa kifupi ushauri wangu ni kwamba Secretariat pengine iwekeze zaidi kuwafikia wananchi na kuweza kuelimisha ili wao wanaweza kupata taarifa kwa ukaribu, lakini pia waongeze uwazi kwa yale maamuzi ambayo wanayafanya. Asante sana, nafikiri ushauri huo, hebu tingisha kichwa tu tukuone kama bwana waziri umeupokea ushauri huo kuhusiana na kutoa elimu. Tingisha kichwa, wala watakichwa hata kama. Asante sana Waziri Kipacha, amepokea ushauri wako. Na kushukuru nawe mtazamaji kwa kufuatilia kipindi hiki ambacho kinafuatiliwa na mamilioni ya Watanzania ndani na nje ya nchi. Kipindi pendwa kabisa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Mimi ni Jamali Hashim, asante kwa muda wako. Mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kinachokuja. Kila laheri.